Simanzi na majonzi vimetawala katika kitongoji cha Mwitini, kijiji cha Mwasi Kusini, wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, baada ya mtoto mwenye umri wa miaka 3, Francis Andrew David, kufariki dunia kwa kuteketea kwa moto ndani ya nyumba yao. Tukio hilo limetokea leo Mei 26 mwaka 2026 katika kata Uru Mashariki, ambapo moto huo uliteketeza sehemu ya nyumba waliokuwa wakiishi mtoto huyo pamoja na familia yake. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema chanzo cha moto bado kinachunguzwa. Amesema jeshi la zimamoto lilipokea taarifa za tukio hilo majira ya saa 9:04 alasiri, na askari walipofika eneo la tukio walikuta wananchi tayari wamefanikiwa kuuzima moto huo. Na nukuu, askari walikuta mwili wa mtoto Francis Andrew David ukiwa umeungua chini ya kitanda ndani ya nyumba hiyo. Ndipo mwili huo ulichukuliwa na kukabidhiwa jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi, amesema Mkomagi. Amesema nyumba hiyo ilikuwa na vyumba 3 pamoja na store na jiko, huku akibainisha kuwa jeshi la zimamoto linaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu tahadhari dhidi ya majanga ya moto na umuhimu wa kutoa taarifa mapema kupitia namba dharura 114. Akizungumza kwa majonzi katika eneo la tukio, baba mzazi wa mtoto huyo Andrew David, ambaye ni dereva pikipiki, yaani dereva bodaboda, amesema alipokea taarifa za tukio hilo akiwa barabarani akiendelea na shughuli zake za usafirishaji, huku habari hizo zikimpa mshtuko mkubwa uliomsababishia anguke chini kwa huzuni. Andrew David ni mkazi wa kijiji cha Mwasi Kusini na kitongoji cha Mwitini. Ile tukio nilikuwa barabarani kule na pikipiki, dereva pikipiki. Sasa wakati niko njiani nikapigiwa simu, njoo nyumbani haraka, kuna tatizo. Kufika hapa nikakutana na watu njiani wanapiga ukunga kuliko maelezo. Wanasema Francis kateketea. Yaani ule nilishtuka nikaanguka chini. Unaona hiyo. Kwa hiyo sasa baada ya kufika hapa majirani wakasema kwamba waliona moshi kwa umbali. Lakini nilitoka hapa nyumbani saa 3. Tukanywa chai vizuri na mtoto, maana kuna watoto wengine wako shule. Waliondoka asubuhi, wakaniacha mimi na mama na mtoto mmoja. Kwa hiyo baada ya kufika saa 3 nikamwambia mwanamke, "Ngoja mimi niende barabarani, wewe baki na mtoto." Akasema sawa. Kwa hiyo alipoamka yeye akaniambia alikuwa anafua, akampikia uji, mtoto akapumzika, naye akatoka kwenda kwa jirani pale kutafuta mboga ya kupika mchana. Sasa baada ya kwenda kule, nafikiri anakuwa na tabia ya kushika beriti anatisha kama anachoma. Sasa nafikiri baada ya mama kumweka ndani, nafikiri alichezea kiberiti, mara gesi haijawashwa. Kwa hiyo baada ya kuchezea kiberiti nafikiri ndio moto ulitokea. Lakini sasa nahisi kama chanzo cha moto sio umeme wala sio gesi, ni kiberiti. Kwa hiyo sasa ndio mpaka hivyo majirani wakasema kwamba wamekuja wamemkuta mtoto ameungua, amekauka kabisa, amekuwa kuni. Yaani nimechoka kabisa. Sina hata namna. Naitwa Frida Kisoli, mwenyekiti wa kitongoji cha Mwitini. Natokea kijiji cha Mwasi Kusini. Nimesipotea mnamo masaa kwenye saa 8:30. Nilikuta taharuki, moto ulishazimwa. Kwa sababu nilipokuwa nimetokea mimi nilikuwa kwenye shida nyingine, ambulance ilipopanda hiyo zimamoto. Tukajiuliza ni wapi sasa, ile nikapigiwa simu, nikafika kwenye tukio. Nilipofika kwenye tukio nikawakuta wale maafande wameshafika na moto umeshazimwa na mtoto yuko pembeni amelala. Kashauri. Mzazi mmoja alikuwa anaenda kazini na mwingine alikuwa anaenda dukani hapo kwa jirani. Kitu nilichokiona hapo ndani ni vitanda, makochi ya kukalia na nguo ndio zilizokuwa hapo na vitabu vya watoto vya shule. Akizungumzia tukio hilo, mmoja wa mashuhuda wa kwanza kufika eneo la tukio, Emmanuel Kimambo, amesema kuwa alibaini kuwepo kwa moto huo baada ya kuona moshi mzito ukifuka, jambo lililomfanya akimbilia kwa jirani kuomba msaada kwa haraka kabla ya kumtafuta mmiliki wa nyumba hiyo, ambaye alishtuka na kubainisha kuwa mwanae alikuwa ndani. Amesema mashuhuda na majirani walipambana kwa nusu saa kuzima moto huo kwa maji, lakini walipoingia ndani walimkuta mtoto huyo akiwa ameshafariki dunia kabla ya kikosi
kikosi cha zimamoto kuwasili na kumalizia kuzima cheche zilizosalia darini. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.